Serikali ya Marekani imepiga marufuku ya usafiri dhidi ya raia wa Tanzania. Taarifa ya Ikulu ya Marekani iliyotolewa leo Jumatano tarehe 17 Desemba 2025 imeeleza kuwa hivi ni vikwazo vipya kwa taifa hili la Afrika Mashariki. White House imesema vikwazo hivyo vinavyokusudia kulinda usalama wa Marekani na kwamba vitaanza kutumika kuanzia tarehe 1 Januari 2026. Katika amri hiyo iliyotiwa saini na Rais Donald Trump Jumanne tarehe 16 Desemba, utawala wa Marekani umejumuisha Tanzania katika orodha ya nchi zinazokabiliwa na vikwazo vya muda vya kuingia nchini humo. Sababu iliyotolewa ni uzembe wa ukaguzi, uhakiki na upatanishaji habari wa mamlaka ya Tanzania kuhusu raia wao. Oktoba mwaka huu, serikali ilisema imeanza mashauriano rasmi na serikali ya Marekani kuhusu masuala ya uhamiaji ambayo ilihofia inaweza kuathiri uwezo wa raia wake kuingia nchini humo. Msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa alinukuliwa akisema mahusiano kati ya Tanzania na Marekani yanafanyika kupitia Wizara ya Mambo ya Nje. Mashauriano haya ya masuala ya kibarozi pamoja na mambo mengine yanagusa utoaji wa nyaraka halali za utambulisho na kushirikiana katika masuala ya uhamiaji. Hatua ya Marekani iwekea vikwazo Tanzania inakuja takriban siku 45 tangu kumalizika kwa uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani uliotajwa na waangalizi wa kimataifa kuwa haukuwa huru na haki. Aidha, uchaguzi mkuu wa Tanzania wa tarehe 29 Oktoba ulikumbwa na maandamano yenye ghasia, vifo kwa waandamanaji na wasiokuwa kwenye maandamano na raia wengine kadhaa kujeruhiwa. Vyombo vya habari vya kimataifa vimeripoti kuwa zaidi ya watu 7,000 wamefariki dunia, huku upinzani ukidai kuwa zaidi ya watu milioni 1 waliuawa wakati na baada ya uchaguzi huo. Mpaka sasa serikali haijatoa idadi kamili ya waliofariki dunia na hawajaeleza iliko miili ya waliofikwa na mauti. Nchi nyingine za Afrika zinazokabiliwa na vikwazo hivyo ni Burkina Faso, Mali na Nigeria na Sudani Kusini na Syria, pamoja na watu walio na pasipoti ya mamlaka ya Palestina ambazo hapo awali ziliweka vikwazo vya muda, sasa zimejumuishwa kwenye orodha ya nchi 15 zilizopigwa marufuku, ikiwa ni pamoja na Nigeria, Tanzania na Zimbabwe. Serikali ya Trump imesema imechukua hatua hiyo kutokana na kile ilichokitaja kuwa viwango vya juu vya visa vya watu ambao wanasalia nchini mwake kwa muda mrefu baada ya muda wao kuishi kwa jambo la msingi. Wakati wa muhula wake wa kwanza alianzisha agizo kama hilo mnamo 2017 ambalo lilizua maandamano na changamoto za kisheria ndani na nje ya nchi. Sera hiyo baadaye ilizingatiwa na mahakama ya juu ya Marekani. Marekani ilisema vikwazo vitaendelea kudumishwa hadi nchi zitakazoathirika zifanye maboresho ya kuaminika. Hivyo usisahau kusubscribe na kutani on notification. Hii ni 49 Media. Asante sana kwa kunisikiliza.